Mwalimu, hongera. Tunashukuru kwa pamoja. Kwa maana wana Simba na wapenzi wa Simba, kile ambacho wanatutuma tunakifanya. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kama ilivyo, kwa sababu tunaamini Yanga ni timu bora, Yanga ni timu nzuri, lakini vile vile ni timu maasimu katika nchi ya Tanzania. Ukishazungumza Simba na Yanga inakuwa ni taswira nyingine ambayo inakuja. Kwa kubwa tuwashukuru wachezaji kwa kile ambacho tulikipanga katika uwanja wa mazoezi, ndio kile ambacho walikifanya, kwa sababu tulisema tuangalie mapungufu yetu katika mechi ambayo tulicheza nayo, lakini vile tuangalie mapungufu ya Yanga ni kitu gani ambacho wanakifanya na uzuri wao ni kitu gani. Kwa niliweka mipango kwa maana ya dakika 15 za kwanza au dakika 20 tuwe tumepata matokeo ili mechi tuweze kuicontrol, na tunashukuru Mungu ilitokea hivyo. Tunaweza kupata matokeo mapema, lakini kipindi cha pili tumetoka na kurudi, nafikiri ni pressure na ushindi ambao ulikuwepo, wachezaji kidogo walikuwepo wameluzi ile confidence ya kuweza kucheza mpira kama ilivyo kipindi cha kwanza, kwa maana wakawa wanaruhusu pressure ya kufanya vizuri zaidi pasipokuwa na utulivu. Wakaweza kupata goli, lakini tunashukuru hali ya mchezo ilikuwa inaendelea na mabadiliko ambayo tulikuwa tunafanya yakaweza control game na kuweza kupata point 3 katika ushindi leo, kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba ili tufikie kwa mafanikio ya ubingwa ni lazima tupate point 3. Kwa tunashukuru kwa maana ya watu wote waliojitokeza kwa siku ya leo. Hii ni zawadi yao, lakini vile vile kwa wana Simba wote tumemaliza wiki vizuri, kwa maana ya kaka zao jana wameshinda, lakini vile vile na sisi leo Ijumaa tumeshinda, kwa maana kwa furaha kwa wana Simba wote, kwa maana weekend hii wanakuwa wanajitanua vile vile, lakini tujitokeze tena kwa wingi katika mechi ya senior ambao wanacheza kwa Federation wafanye vizuri. Kwetu sisi, malengo yetu sisi, hatujasema kwa tumepata ubingwa, tunapambania tusishuke daraja. Tukisema hivyo ina maana morali na focus yetu itakuwa kwa juu zaidi kuliko kusema tayari tumeshachukua ubingwa. Mchezo unaofuata unaonekana utakuwa mgumu zaidi kuliko huu umeisha. Tunaenda mchezo unaofuata. Na kawaida siku zote timu ambayo mkitoa sana timu kubwa kama hivi Simba na Yanga, mechi inayokuja huwa inatupa wasiwasi sana, inakuwa sio nzuri sana, lakini kwa hilo kwa sababu ilishajitokeza nyuma, kwa sababu ni wakati wetu sisi walimu na kuweza kupanga mbinu za kuangalia mechi inayokuja, kama wanasema kwamba hii tayari imeshapita, tuangalie mapungufu, tuangalie sana timu inayokuja, kwa maana hii inayokuja iwe ni ngumu zaidi kuliko hii ya Yanga. Tuseme kama tushacheza na Yanga tumemaliza, kwa sababu tayari tuna kumbukumbu ya ligi iliyopita, kwa sababu tuliweza kumfunga JKT na baadaye mechi inayofuata tukatoa draw tukapoteza ubingwa. Kwa sasa kumbukumbu hiyo na hichi ambacho kipo ndio kitu ambacho tunaingiza katika psychology ya wachezaji na akili yao kuweza kusema kwamba Yanga imekwisha na bado hajafanikiwa, tunataka tufanye vizuri katika mechi inayokuja. Kila la heri. Shukrani sana.